skendo za marais wa FIFA kipindi kile. Tushasikia sana skendo ambazo zimewahi kuwakuta marais na viongozi wa mashirikisho tofauti kwa upande wa wenzetu pia kwenye ligi zao na hata kimataifa kwa maana ya FIFA wenyewe. Lakini mwisho wa siku wanasema lisemwalo lipo. Yani wewe uwezi tu ukasikia tu tetesi zinazungumzwa, hivi vitu mara nyingi vinakuwa vipo, lakini changamoto ni kwamba viongozi wetu sisi kujiwajibisha ni kitu kimoja kigumu sana. Yani ni jambo ambalo sisi tunaona kama liko far fetched, lakini mwisho wa siku narudi pale kwamba kanuni hazikusimamiwa. Kwanza nafikiri vitu visipindishwe Maulidi. Kanuni hazikusimamiwa na ndio maana yalitokea. Waliopo kwenye bodi ya ligi hawakuwa na msimamo kulingana na kanuni ambazo walizitengeneza wao wenyewe, hawakuwa na msimamo kwenye kile ambacho walitakiwa kukisimamia, kwenye kile ambacho kilifanyika siku moja kabla ya mchezo na mpaka kuelekea siku ya mchezo. Kwa hiyo kanuni hazikufuatwa. Wanaosema bodi ijiuzulu wako sahihi, kwa sababu wapo viongozi katika michezo tofauti ukitoa mpira peke yake ambao wameshajiuzulu kwa pressure ambayo imetoka kwenye vilabu, kwa sababu mwisho wa siku hivi vilabu wewe ndio unayeviongoza. Kwa hiyo vinapoona kwamba uadilifu unaotakiwa kuwepo wewe huusimamii inavyotakiwa, viongozi kwenye klabu, kama ni klabu moja, kama ni mbili, kama ni zote, wana haki ya kusema kwamba sisi tunahisi kwa mustakabali mzuri na kwa maslahi mapana ya mchezo hatuwahitaji watu hawa, kwa sababu mwisho wa siku hatutaki kuangalia nani amekaa kwenye kiti, tunataka tuangalie vipi mchezo unafika mbele. Kwa hiyo watu wanachotaka ni kwamba waone watu ambao ni sahihi ndio wanakaa kwenye maeneo sahihi ili mchezo uweze kufika mbele. Kwa hiyo mimi naungana na viongozi ambao walisema kwamba hii bodi ujiuzulu kwa sababu ilifanya makosa katika kusimamia kanuni na hakuna uhusiano wowote baina ya wao viongozi wa klabu wote kujitathmini na wao kufanya kile walichokifanya kwa kutoa msimamo wao dhidi ya bodi. Walichokifanya ni sawa kwa sababu ni vitu ambavyo vipo Maulidi. Kwa hiyo